أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka ziada za kheri zimiminike kwa wingi kwa kiongozi wa umma, kipenzi chetu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, ndugu wa kina mama mliohudhuria katika darsa hii katika mji huu wa Kitui, ikiwa ndio darasa yangu ya mwisho katika ziara yangu ya siku 3 katika mji huu wa Kitui. Binafsi kwanza ni washukuru kwa kunipa mwaliko wa kuzungumza nanyi, lakini pia ni washukuru familia ambazo zinawamiliki zimetoa ruksa ya kuja kuungana nami katika darsa hii ambayo tutakwenda kuzungumza kadiri Mwenyezi Mungu atakavyotuwezesha. Tujitahidi niimalize mapema kwa sababu leo hii jioni naelekea Nairobi, ambako nako na mihadhara mingine na kwenda kuifanya, ambapo Waislamu na wasoko Waislamu watakwenda kupata faida pia kwa yale atakayotuwezesha Mwenyezi Mungu. Ndugu wa kina mama, tupo katika darsa ya kina mama. Wengi wenu mliopo hapa mmeshatimia umri wa matured, mmeshakuwa matured, na kwa hoja hiyo tu ima unatarajia kuwa mama wa familia au tayari umeshakuwa mama wa familia. Na mimi leo nataka nizungumze nanyi kama kina mama, na nitazungumza zaidi katika nyanja ya ndoa. Muda ukitosha nitakwenda na kwenye uzazi wa mpango, usipotosha tutatoshewa hapa kwenye ndoa. Naizungumza mada ya ndoa kwa sababu ima utakuwa tayari umo ndani ya ndoa, au utakuwa unatarajia kuingia katika ndoa, au utakuwa na mtoto anataka kuingia katika ndoa, au tayari una mtoto yumo ndani ya ndoa. Kwa hiyo kwa elimu ndogo nitakayoizungumza hapa itakusaidia kuwa ima unajifunza mwenyewe na kuiboresha ndoa yako, ima utaitumia fursa hiyo kuwa mwalimu kwa watu wengine wanaokuzunguka juu ya masala ya ndoa. Ndugu zangu, miongoni mwa ndoa ambazo zimekuwa zikivunjika sana duniani ni ndoa za Kiislamu. Na hili pengine linasababishwa na mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, kina mama wengi na wanandoa wengi wanaoingia katika ndoa hawana elimu ya msingi ya ndoa. Elimu ya msingi ya ndoa ndiyo inayojenga ndoa, yani kutambua ndoa ni nini na vipi vinavyoimarisha ndoa. Kwa ufupi, ndoa ni mkataba wa makubaliano baina ya wenzi wawili wenye jinsia mbili tofauti
wanaoingia katika tukio hilo kwa utaratibu wa dini. Hiyo ndiyo definition ya ndoa katika Uislamu. Ukiulizwa ndoa ni nini? Ndoa ni mkataba maalum wa makubaliano ya watu wa jinsia mbili wanaokubaliana kuishi pamoja kwa kufuata misingi ya dini. Na hapa tunamaanisha misingi ya Uislamu. Hiyo ndiyo nini? Ndiyo ndoa. Ikifanyika bomani kule kwa mkuu wa wilaya, ikifanyika mahakamani kule kwa hakimu na jaji, hiyo sio ndoa. Huo ni utaratibu wa kuhalalisha zinaa. Kuna watu wana ndoa za bomani, kuna watu wana ndoa za serikali zisizofuata misingi ya dini. Hawa ni wazinifu waliojihalalishia zinaa, si ndoa. Sasa misingi hii, ndoa hii inatakiwa mwanadamu kabla ya kuingia apate elimu. Na naamini wengi katika wanadamu, hasa Waislamu, hawajui malengo na misingi ya ndoa. Kwa nini? Kwa sababu baadhi ya wanandoa wanaingia katika ndoa bila kuwa na elimu ya ndoa, na kuna makundi mengine yanaingia katika ndoa yanafundishwa habari ya kuimiliki ndoa. Anayefundisha hana ndoa, hajui ndoa, haruhusiwi kuoa. Huwezi kuwa mwalimu wa gari pasi na kuwa dereva wa gari. Lazima tufahamu elimu ya msingi ya ndoa ndiyo itakayowezesha kuimanage ndoa yako. Na wapa mfano, familia nyingi za Kiafrika wanapotaka kuoana wenzi wawili, shughuli kubwa hufanywa kwa bibi harusi, mke mtarajiwa. Familia huandaa kitchen mada, ima kitchen party, ima kitchen dawa, itakavyokuwa, lakini wataandaa utaratibu wa kumwelekeza bibi harusi atakavyokwenda kuikabili ndoa yake. Lakini kwa mujibu wa Uislamu, Mwenyezi Mungu anasema ar-rijalu qawamuna ala nisa, wanamume ndio viongozi wa kuongoza wanawake. Ajabu ya kushangaza na kusikitisha, mafunzo ya ndoa anapewa mke, mume anasubiri kuoa, akishaoa aende akaendeshe ndoa kwa akili zake, na wala sio misingi ya utaratibu wa kujifunza juu ya ndoa. Kutokana na sababu hiyo, ndoa nyingi za Waislamu zimekuwa na majanga, ndoa nyingi za jamii zimekuwa na majanga, kwa sababu dereva wa kuiendesha ndoa hana elimu ya ndoa na anategemewa aiendeshe ndoa kwa taaluma. Huwezi kuendesha gari, wala huwezi kuendesha boti, wala huwezi kuendesha ndege, wala huwezi kuendesha chombo chochote, hata baiskeli isiyohitaji mashine wala mota wala mafuta wala umeme. Kama huna taaluma ya kuiendesha baiskeli, ukiipandia juu lazima itakuangusha, ikutoe makovu. Kutokana na watu kutokuwa na elimu ya kutosha ya ndoa, ndoa nyingi leo ziko maeneo makubwa manne. Kuna ndoa zimegonjweka, zinaumwa, hazina amani. Kuna ndoa zishahama kwenye kuumwa kwa kawaida, zimeondoka chumba cha daktari, sasa zimeadimiti, wameziadimiti, ziko wodini, zimelazwa. Ziko ndoa leo zimelazwa kwenye wodi, zinatundikiwa madripo, hali ni mbaya. Na kuna ndoa
ziko ICU, yani zinapumulia gesi, saa yoyote zinaondoka. Na kuna ndoa zishakufa kabisa, ima zimepandwa shahidi au msalaba, hazionekani tena. Kina mama, uongo kweli? Ndoa nyingi leo ziko katika maeneo hayo manne. Kuna ndoa zinaumwa ziko chumba cha daktari, kuna ndoa zinaumwa zimeshalazwa wodini, kuna ndoa zinaumwa ziko ICU zinapumulia gesi, na kuna ndoa zishapandiwa misalaba na mashahidi zimeshapotea na hazirudi tena hata kwa bahati mbaya. Kwa nini? Kwa sababu elimu ya msingi ya mafundisho ya ndoa wanandoa hawana. Na kwa kutokuijua elimu ya msingi ya mafundisho ya ndoa, inampelekea mwanandoa kutokujua haki zake za msingi za ndoa na haki za mwenzi wake za msingi za ndoa. Ndugu zangu, kuna misingi 6 mikuu ambayo ndiyo malengo makuu ya ndoa, na hii ndiyo nataka niizungumze. Ikiwa muda utatosha nitaizungumza yote, ikiwa muda hautatosha nitazungumza michache. Mtafaidika kupitia mihadhara mingine ya siku za usoni nitakayoifanya, ima nikirudi hapa au nikienda mahali pengine kupitia internet. Iko misingi 6. Hiyo ndiyo misingi mikuu ya malengo ya ndoa. Kila mmoja wetu anatakiwa ajue misingi hii, malengo ya misingi hii na namna ya kudumu kwenye misingi hii. Msingi wa kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaueleza katika suratu Bani Israil aya nambari 32, sura ya 17 aya nambari 32. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wala takarabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabira. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, wala takarabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabira, na wala msikaribie zina, hakika ya zina ni njia mbaya inayoongoza katika upotovu. Hakika zina ni uchafu unaoongoza katika njia mbaya. Duniani hakuna kitu pekee kinaweza kuzuia zina isipokuwa kwa kufanyaje? Kufunga ndoa. Kitu chochote, yani hakuna namna yoyote ya kumfanya mwanadamu asizini isipokuwa atanusurika na zinaa kwa kufunga ndoa. Ndiyo kusema ndoa ni mkataba baina yako na Mwenyezi Mungu wa kumthibitishia kwamba sasa hutaki zinaa. Sijui naeleweka haya maneno? Ndoa ni mkataba baina yako na Mwenyezi Mungu kwamba sasa hutaki nini? Zinaa. Jambo la kwanza unalotakiwa kujua, ukiingia ndani ya ndoa umejifunga kwenye mikono ya Mwenyezi Mungu kwamba wewe hutazini, na ikitokea umezini basi unafaa kuhukumiwa. Na hukumu ya mzinifu aliyeoa au kuolewa ni kubwa zaidi kuliko hukumu ya mzinifu ambaye hajaolewa au hajaoa. Hukumu ya mzinifu ambaye hajaoa wala kuolewa ni fimbo 100. Atachapwa bakora 100. Na hukumu ya mwanamke au mwanamume aliyeoa, ima yumo ndani ya ndoa au alioa akaachana na mke, akakutana na mwanamume akazini au akakutana na mwanamke akazini, hukumu yake ni kuchimbiwa shimo, apigwe mawe mpaka afe. Tunajifunza nini?
kwamba katika dhambi mbaya katika maisha ya mwanadamu, miongoni mwayo inayoruhusu mwanadamu kuuawa ni dhambi ya nini? Zinaa. Jambo ambalo leo katika maisha ya kawaida zinaa ni jambo la kawaida, na asiyezini anaonekana mshamba. Lakini Allah ndani ya Qur'ani anatuambia wala takarabu zina innahu kana faishatan wa saa sabira, wala msikaribie zinaa kwa sababu hiyo ni uchafu na inaongoza katika njia mbaya. Kwa nini? Kwa sababu ukizini pamoja na kumkorofisha na kumkera Mwenyezi Mungu, lakini madhara yanayopatikana kwenye zinaa ni makubwa. Madhara ya zinaa, unaweza kupoteza uhai wa mwenzi wako. Madhara ya zinaa yanaweza kuleta kitu kingine, tutakiongeza maelezo yake katika lengo la pili. Kwa lengo la Mwenyezi Mungu la msingi la kuzuia, la kuitaka ndoa na kuiamrisha ndoa ni kutaka wanadamu wasizini. Wanadamu si kama wanyama. Baba yako mdogo na mama yake na shangazi yake wanaweza kuchapa mwendo maisha yakaenda. Mwanadamu si kama mnyama. Mwanadamu anajitambua. Mwanadamu ana akili, ufahamu na matamanio. Wanyama wameumbwa na akili na matamanio bila ufahamu. Binadamu amepewa vitatu kama ilivyo jini, ana akili, matamanio na ufahamu. Kinachotutofautisha binadamu na wanyama ni ufahamu. Ndio maana leo cha halali kinajulikana na cha haramu kinajulikana, lakini kwa mwanadamu si kwa mnyama. Mnyama anaweza kuwa kwenye shamba la mahindi la kwako akawa anakula majani, mbuzi ukampiga kiboko akakimbilia la jirani, ndio akaenda kumaliza la jirani akutie na ugomvi na majirani zako. Lakini mwanadamu anajua huyu ni mke wa mtu, huyu ni mtoto wa mtu, huyu ni dada wa mtu. Ili nimchukue kihalali, sharti nikafunge ndoa, nifuate taratibu za kisheria, nikachumbie, nikubaliwe, nilipe mahali, nifunge ndoa, ndio nifungue boksi langu la chakula, nianze kujilia chakula cha halali. Lakini leo wanawake wengi na wanamume wengi katika maisha hayo hawapo. Mabinti wengi na wanawake wengi kabla ya kuingia ndoa wanaonjwa kwanza kama mchuzi uko jikoni. Na imefikia mahali mwanamke haoni tabu kuonjwa kama mchuzi. Tena mwanamume anafanya kumtengenezea mazingira, mtaanzaje ndoa na wewe? Sikujui namna ulivyo. Huyu hakutaki, huyu hakupendi, huyu anakutamani. Kama anataka kukuonja, maana yake zipo ladha amewahi kuzionja, anazijua, anataka kukompea uwezo wako na wale waliopo. Sasa je, akikukuta huna uwezo huo, si atakuwa kakufunua bure kakuacha? Kuonjana ni haramu. Mwenyezi Mungu anasema wala takarabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabira, wala msikaribie zinaa kwa sababu huo ni uchafu na unaongoza katika njia mbaya. Hii inatokana na nini? Hii inatokana na kwamba zinaa imekuwa uchafu kwa sababu mwanamke ni kama sifuria na mwanamume ni kama mwiko. Niambie wewe, unapopika wali au unapokoroga, unapopika wali au unapopika ugali, kati ya mwiko na sifuria kipi kigumu kusugua na kusafisha? Kitu gani kigumu kusafisha? Kwa sababu chini lina ukoko, nje lina majivu, masizi. Uongo kweli? Hata ukipika kwenye majiko yenu ya kisasa ya gesi, hata ukipika kwenye mijiko ya umeme,
sifuria litaacha ukoko tu chini ambao huwezi kuutoa mpaka uloweke kwanza. Ukishauloweka ukiloana, ndio ule ukoko unausugua kwa rahisi na unatoa uchafu, na ndio unaweza kupika chakula kingine. Na ndivyo alivyo mwanamke kwa mwanamume wakati wanakutana katika tendo la ndoa. Na ndio maana katika sheria ya Kiislamu kuna eda mbili. Kuna eda ngapi? Kuna eda ya kufiwa na kuna eda za kuachwa. Eda ziko ngapi? Kuna eda ya kufiwa na kuna eda ya kuachwa. Eda ya kuachwa ni kurui 3, tohara 3 baada ya blidi tangu umeachwa. Ukiachwa leo, ikiingia blidi ya kwanza ukiingia tohara, ikiingia blidi ya pili ukiingia tohara, ikiingia blidi ya 3 ukiingia tohara, umeshamaliza eda. Lakini kuna eda ya kufiwa ambaye ni miezi 4 na siku ngapi? 10. Mashekhe wengi katika eda wanazungumzia habari ya kuangalia kama mwanamke amebaki na nini? Na mimba. Lakini sio lengo tu hilo. Lengo jingine katika hili ni kuondoa mifumo ya mwanamume aliyetangulia na kuweka mifumo mipya ya mwanamume atakayekuja. Kwa sababu wewe ni sifuria la kupikia. Mpishi alipokuwa anapika, ziko kando kando za taka zinabaki kwako. Na ndio maana leo kuna magonjwa ya zinaa. Kuna magonjwa ya nini? Ya zinaa, sexual diseases. Miongoni mwa hayo ni RTI, reproductive tract infection. Yanatokana na nini haya? Mwanamume anapomwaga maji ya uzazi, kama kuna bakteria ama fungus ama virus infection yoyote inayopatikana hapa, maskani ya kukaa bakteria hawa ni katika mzunguko wa shingo ya kizazi. Na ndio maana wanawake wengi wana magonjwa ya shida ya shingo ya kizazi, cervix, shingo ya kizazi au mlango wa kizazi. Inapotokea mwanamume unatembea naye, unafanya naye mapenzi mumeo kwa muda mrefu, kuna baadhi ya mifumo ya kibakteria ama virus aliyokuwa nayo inajichimbia katika maumbile yako ya kike, na inafikia mahala inakuwa kama normal flora, inakuwa kama wadudu wa ulinzi katika mwili wako ambao hawana madhara tena kwa sababu ya kule kuishi kwa muda mrefu. Inapotokea sasa umefiwa au kuachwa, alafu baada ya wiki moja ukalazimika kuolewa, halafu mume mwingine akakuingilia, wanapokuja bakteria wengine wakipambana, maana yake wanakuja kwako kama bakteria wa nje ya mwili, jambo ambalo watakuletea madhara na hivyo kukusababishia maradhi. Unapowekwa katika eda, maana yake ule mfumo wote wako wa uzazi unatoharishwa, unasafishwa, bakteria zote zinajisapia, na ile mifumo yote ya mwanamume wa mwanzo inaondoka na unaanza upya. Ni sawa na mtu aliyepika ugali kwenye sifuria, akaloweka, akaondoa ukoko wote, akasafisha na stiriwaya, akaanika juani lile sifuria lake, baada ya kukauka akalinjika tena jikoni akapika wali. Huwezi kusikia harufu ya ugali wala huwezi kusikia ladha ya ugali kwa sababu sifuria lilikuwa safi. Kwa hiyo eda ni faida kwa nani? Kwa mwanamke. Eda ni faida kwa nani kwanza? Kwa mwanamke, kwa sababu asingefanywa hivyo maana yake angechanganyiwa madawa katika mwili wake. Nani leo anajua thamani ya eda? Kuna watu wanaghushi muda wa eda na anafika mahala anaachwa na anaolewa bila ya kujali madhara ya kiafya yanayoweza kumpata. Kwa lengo la msingi la kwanza au msingi wa kwanza wa ndoa katika Uislamu au katika ndoa kwa mafundisho ya Kiislamu ni kumzuia mume dhidi ya zinaa na kumzuia mke dhidi ya dhambi ya zinaa. Kwa ufupi ni kuwazuia wenzi wawili
kutokana na madhara ya zinaa physically and spiritually. Ndio lengo la msingi la ndoa, na ndio lengo kuu la kwanza. Lakini pia kuna lengo la kuu la pili la ndoa. Lengo kuu la pili la ndoa ni kuleta kizazi cha halali. Lengo la pili la ndoa ni kuleta kizazi cha halali, yani kutengeneza mazingira mazuri ya mtoto atakayezaliwa kwa njia ya halali, ili aweze kupata haki za kimsingi za kisheria zilizowekwa na dini. Kwa sababu mtoto anapozaliwa nje ya ndoa, jambo la kwanza, mama unakuwa umemdhulumu haki zake za kimsingi mtoto huyo. Kwa hiyo basi, muhanga wa kwanza anayepata madhambi makubwa kwenye zinaa na kuzaliwa kwa mtoto wa ndoa huwa ni mwanamke. Huwa ni nani? Ni mwanamke. Na ndio maana Mungu akamwachia mtoto huyo mtoto wa kike mwenyewe. Sheria ya Kiislamu, ukizaa mtoto nje ya ndoa, huyo mtoto ni wa nani? Ni wa mama. Na nje ya ndoa haina maana mmekutana tu mtaani, mmeamua kustarehe kwa muda mfupi, ukapata mimba ukazaa. Hata kama itakuwa mnaishi nyumba moja, pika pakua, madhari hamna ndoa, tayari automatically umemnyima haki za kimsingi mtoto huyo. Na moja ya haki hizo ni kumnyima urithi mtoto wako. Kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa hawezi kurithi kwa baba yake, wala hawezi kurithiwa kwa baba yake. Yeye akiwa nacho baba hatomrithi, na baba akiwa nacho yeye hatomrithi. Lakini haki ya pili uliyomnyima ni kumnyima haki ya kutumia jina la ukoo la baba yake. Anatakiwa atumie jina la ukoo la nani? La mama. Na ndio maana Mungu kwa kuliweka hili wazi na vizuri zaidi, ili jamii sije ikajiuliza wanafanyaje, akamleta Isa mtoto wa Mariam, Yesu. Isa mwana wa Mariam au Yesu. Isa kazaa, Mariam kazaa mtoto bila kuwa na nani? Na baba. Japo yeye hakuzini, kazaa kwa amri ya Mungu. Lakini kwa kitendo cha kuzaa mtoto bila kuwa na baba, Yesu anaitwa Isa mwana wa Mariam. Maana yake ukoo wa Isa unarudi kwa nani? Ndivyo hivyo ukimzaa mtoto nje ya ndoa, jina lake litatakiwa lirudi wapi? Kwako mama. Na kwa sababu katika sheria na hukumu za Kiislamu wali ni watu 4 tu ama 5, maana yake kuna watu 4 umemnyima kuwa mawali mtoto wako. Kuna mawali wangapi katika sheria? Mawali wanaoruhusu kuozesha mtoto wa kike wako wangapi? Sasa katika hao 5 unamnyima 4, unambakizia 1. Wali wa kwanza ni baba aliyemzaa mtoto kwa njia ya ndoa, ndio wali namba 1. Wali wa pili ni babu, yani baba wa mtoto, babu mzaa baba wa mtoto, huyo ni wali namba 2. Wali namba 3 ni baba mdogo au baba mkubwa, yani kaka wa baba mzazi au mdogo wa baba mzazi. Na wali wa 4 ni kaka wa dada au kaka wa binti anayeolewa, ambaye ni baba mmoja, waliozaliwa kisheria baba mmoja, huyo anakuwa wali. Narudia hapa, baba mmoja, huyo ndo anakuwa wali. Na wali wa 5 ni kadhi. Wali wa 5 ni kadhi. Kadhi ni wali wa extra, kama ni mchezaji wa akiba, kama refa pia wa akiba. Sasa wewe unamnyima mwanao haki ya watu 4 ambao wangefanya kazi ya kumuozesha, pamoja na kumnyima jina la familia,
pamoja na kumnyima urithi katika familia, umepelekea tena kwenda kumnyima hata haki ya kuwa na walii katika familia. Jambo jingine, unakuwa umemnyima ndugu wa kibabani. Umemnyima nani? Ndugu wa kibabani. Manake huyu mtoto sasa kwa kuzaliwa nje ya ndoa atakuwa na ndugu upande mmoja. Japokuwa leo jamii imekuwa tofauti. Inafikia mahala mtu anazaa mtoto wa nje ya ndoa, nyumbani nje ya ndoa, anamlazimisha mkewe kwamba lazima na yeye arudi, na anachotaka kuanzia hapo atambuliwe kama mtoto halali. Hiyo ni dhulma. Sijui mnanielewa? Hiyo ni nini? Dhulma. Kama unataka mtoto wako wa nje ya ndoa kumlea, mtafutie chake, mlee pembeni, lakini si katika sheria kulazimisha kuwachanganya. Wewe uliyezini na kusababisha mtoto una jukumu la kumlea, kumsaidia na kadhalika, lakini hiyo haihalalishi kwamba ndio mtoto wako na kuanzia hapo atarithi na watoto wa ndoa na kuanzia hapo atakuwa katika watoto wa ndoa. Katu abadan, katika sheria haiko hivyo. Kwa hiyo utamnyima haki ya kuwa na ndugu wa kibabani, ambao kwa mtoto ndugu wa kibabani nao ni muhimu kwake. Ndugu zangu, tunapozungumzia misingi ya ndoa na malengo ya ndoa, tunazungumzia very sensitive issue ambayo kila mmoja anatakiwa kuijua. Japo bahati mbaya sana watu wanaingia kwenye ndoa kama dereva wa daladala, matatu na kondakta wake. Anapewa elimu kondakta wa matatu, alafu aende akamuongoze dereva barabarani. Na vurugu za daladala za Kitui na Nairobi ndio ajali zimekuwa nyingi katika ndoa. Matokeo yake leo ndoa zimekuwa katika maeneo niliyoyataja manne. Kuna ndoa ziko chumba cha daktari, zinasikilizia maradhi na vipimo. Kuna ndoa zimeshafika admission, zimelazwa, hali sio shwari, zinaangaliwa hali itakavyokwenda, ima zikate roho au zirudi tena kupata uhai. Ziko ndoa ziko ICU, wenye ndoa zao washakata tamaa, wanasubiri tu mwisho wa ndoa. Na kuna ndoa zishazikwa kabisa na zimepandwa na misalaba au zimepandwa yale mashahidi, na matuta ya ndoa hizo yashapotea. Kinachokuthibitishia hapa kulikuwa na ndoa, lile shahidi tu lilopo juu kwamba hapa kweli kuna kitu kilizikwa. Ziko ndoa zishazikwa kabisa. Jambo na lengo la tatu la ndoa. Lengo la tatu la ndoa ni kufanya utulivu. Lengo la tatu la ndoa ni kuleta nini? Utulivu. Utulivu kwa mwanamume, utulivu kwa mwanamke. Na utulivu ni pamoja na heshima. Kwa sababu moja ya malengo ya ndoa pia ni kutengeneza utulivu wenye heshima. Kujenga heshima kwamba wewe ni mke wa fulani, wewe ni mume wa fulani. Na kwa sababu hii tu thamani na heshima yako inaongezeka, kwa sababu upo ndani ya nini? Ndani ya ndoa. Unahitaji kujenga heshima kwa kupata utulivu wa tukio la ndoa. Unawezaje kupata heshima na hali uko nje ya ndoa? Haiwezekani. Kwa sababu kuna maeneo unaonekana umepwaya. Unapokuwa ndani ya ndoa mume, au unapokuwa ndani ya ndoa mke, unaongeza credit, unaongeza thamani, unaongeza heshima na unaongeza utulivu. Yako mambo wewe mwenyewe unayaona kabisa kwamba ukiwa nje ya ndoa ni tofauti na unapokuwa ndani ya ndoa.
Kuna vitu katika kuviendea unatofautishwa ukiwa nje ya ndoa na unapokuwa ndani ya ndoa. Nakupa mfano. Una mashoga zako, marafiki zako hawa wa kike. Alafu unafika mahali anakutaka muende safari. Aliyeolewa na asiyeolewa, yupi rahisi kwenda na safari za marafiki zake? Asiyeolewa, kwa sababu atakachofanya ni kukuambia tunisindikize, na we kijora mkononi, ushakipachika kwenye andawea, tayari umekurupuka, umeweka kijora na kile kimtandio chako begani, huyo umekurupuka. Lakini ukiwa mke wa mtu, hataki taka kutoka na wewe mawili. Atakwambia muombe ruksa mmeo, au ye mwenyewe atakuja, na pengine baada ya kukwambia wewe tambia mwambie mme wangu kwanza. Jambo la maana, msiba kweli, lakini mwambie mme wangu. Kile kitendo tu cha kuwa unatakiwa kutoka, halafu unamwambia muhusika, mwambie mume wangu, yani akuombe ruksa ndio ukubaliwe uende. Hiyo ndiyo tafsiri ya kuwa umepanda thamani. Umepanda thamani. Kwa nini? Kwa sababu kitendo cha wewe kutoka kwa kupata mtu ambaye anakupa ruhusa, hiyo ndiyo thamani yako. Wakati ule alipokuwa anakuchukua wewe hujaolewa, twende tushoga, ushabandika dela, umelipachika kwenye andasketi, umeanza safari unakwenda. Wakati ule kwa kaa kibaka mtaani, wakati wa msako wa polisi, ukikutwa ni kukamatwa tu, kuwekwa ndani. Ulikuwa huna thamani. Lakini baada ya ndoa unakuwa na thamani. Unakuwa na thamani. Mume anakuwa na thamani, anatengeneza thamani ya mke, na mke anatengeneza thamani ya mume. Hata mwanamume akiingia kwenye ndoa anaongeza thamani tofauti na mwanamke. Mwanamume akiingia katika ndoa, hata kama inatokea mahali anakutana na mchepuko, nasema Viswahili vya Tanzania, sijui mnanielewa, kapata mchepuko. Nikisema mchepuko naeleweka? Mwanamke wa kando, kibanda umiza, vinaitwa vibanda umiza, kanyaga usinione. Wana shida hao, hawana adabu hata kidogo. Vijana mke hivyo, hata likiwa kubwa kama mbuyu, hana adabu hata kidogo. So ukipata mchepuko, mwanamume akipata mchepuko, wakati anatongozwa anaweza kuulizwa au asiulizwe, mwanamume una mke au huna. Lakini akishadeti naye, mwanamke anaanza kuuliza swali, kwani umeoa? Ndio, na mke. Haya, niambie kabisa, mwisho wa kupiga simu saa ngapi? Anauliza mwisho wa kupiga simu? Anauliza mwisho wa kupiga simu? Maana yake umepanda thamani wewe mwanamume. Wewe mwanamume umepanda nini? Kwa hiyo kama ungekuwa una mke, angekupigia hata saa 8 usiku. Kama ungekuwa una mke, angekupigia hata saa 1 asubuhi. Lakini kwa sababu umepanda thamani, anaweka adabu ya muda wa kukupigia. Maana yake kwamba wakati ule huna mke, wewe mwenyewe unakosa thamani, na asiye na adabu anakuona huna thamani. Anakupigia simu tu saa yote. Hata uko kazini, uko kwa shughuli zako, kwani uko wapi sasa hivi? Unafanya nini? Lakini kwa kitendo cha kuwa umeolewa, kwa kitendo cha kuwa umeoa, unapanda thamani, unapanda thamani. Mwanamume anapanda thamani akioa, na mwanamke anapanda thamani akiolewa. Kwa hiyo moja ya misingi ya ndoa au malengo ya msingi ya ndoa ni kumpa thamani mwanandoa.
unatakiwa utengeneze thamani kwa kuoa au kuolewa. Usiishi kama mnyama. Ndugu zangu, misingi ya ndoa iko 6. Nimejaribu kuizungumza mitatu kwa ufupi sana kutokana na muda. Na kwenda Nairobi leo inshallah hivi sasa, na natarajia kuwa na mazungumzo na watu Nairobi saa 2 usiku leo. Kwa hiyo inshallah niombee Mwenyezi Mungu anipeleke salama na anijalie. Nimepapenda Kitui, nitarudi tena Kitui. Mara hii nikija Kitui sitakuja kukaa siku 2-3, nitakaa mwezi mzima biidhnillah. Na nikija Kitui nitakuwa na mengi ya kufanya. Miongoni mwa hayo nitafanya huduma za matibabu, kwa sababu nimeombwa na watu wengi kutoa huduma za matibabu nikiwa Kitui, lakini muda umekuwa mtihani, hautoshi. Kwa hiyo niombeeni tu kwa Mwenyezi Mungu aniwafikishe niweze kuja tena Kitui, niendelee na ratiba. Tuombeane kwa Mwenyezi Mungu niweze kurudi tena, nifanye darsa na mihadhara ya kutosha, lakini pia nije nitoe huduma ya matibabu ya maradhi ya kibiolojia na maradhi yasiyokuwa ya kibiolojia, kwa sababu by professional ni daktari na nimefanya tafiti nyingi za mimea tiba, na walilahi alhamdu watu wanafaidika sana. Watu wanafaidika sana na huduma zangu za matibabu, na mimi nimeona Kitui ni moja ya maeneo ambayo napaswa kuja kufanya huduma. Lakini pia nimeweka nia ya kuweka ofisi yangu Kitui, niwe na ofisi ya matibabu hapa, tuseme inshallah. Kwa hiyo niombeeni kwa Mwenyezi Mungu aniwafikishe siku moja, nirudi nije nifanye hayo kwa faida ya vizazi vya sasa na vijavyo katika huduma nzima ya matibabu. Baada ya maelezo hayo, nilisema ningezungumza na jambo la uzazi wa mpango. Nilisema ningezungumza na jambo la uzazi wa mpango. Japo muda ni mchache, lakini vizuri nikaeleza angalau kwa dakika chache umuhimu wa swala hili la uzazi wa mpango. Ndugu zangu, katika Uislamu kupanga uzazi kunaruhusiwa. Katika Uislamu kupanga uzazi kunaruhusiwa, isipokuwa njia za kupanga uzazi ndizo zimechaguliwa katika sheria ya Kiislamu. Zipo zinazofaa na zipo zisizofaa. Duniani kuna aina 3 ya utaratibu wa kupanga uzazi, ama njia kuu za upangaji wa uzazi. Kuna njia za asili, kuna njia za Kiislamu, na kuna njia za kisasa, yani new contraceptives. Aina zote hizi ikiwa haina madhara mengi kuliko faida, njia hiyo ya kupanga uzazi katika sheria ya Kiislamu haikatazwi. Isipokuwa madhara yakiwa mengi kuliko faida, njia hiyo katika kupanga uzazi inafanyaje? Inakatazwa. Njia za kisasa za uzazi wa mpango ambazo ndio new contraceptives, the green way of Green Star, new birth control. Hili nilizungumza na kina mama wa Mombasa miaka 3-4 iliyopita, na leo napata fursa kuzungumza na kina mama wa Kitui. Nchi nyingi maskini, moja ya shida yake ni kukubali cha wazungu hata kana kwamba kina madhara, ili mradi tu wao wanapata benefit kutoka katika hicho. Na kwa umuhimu wa mahitaji ya kubadili njia hizi, nitafundisha njia 4 bora zaidi za kupanga uzazi min ghairi ya hizi, kinyume na hizi 4
ili uachane na hizi 4, na nakupa nyingine mpya ngapi? 4. Kutokana na sababu hizo, mwanamke anapindi tu anapotumia moja kati ya njia nilizozitaja, ukitoa ile ya lupu, kitanzi ambacho anavaa ukeni, hizi 3 zilizobaki kwa maana ya vidonge, sindano na kipandikizi, vinakwenda kuharibu mfumo wa homoni wa kawaida wa mwanamke, na hivyo kumletea mabadiliko yasiyo ya kawaida katika mwili wake. Nitayataja generally, nitayateja kwa ujumla wake bila ya kujali mabadiliko hayo yanasababishwa na nini kwa sababu ya muda. Njia hizi kwa ujumla wake, baadhi ya wanawake wanapotumia, kutokana na kuvurugikiwa na mfumo wake wa asili wa homoni, hujikuta wanapoteza hedhi zao za kila mwezi katika mwendo wa kawaida, na wengine hukauka kabisa na wasipate hedhi kabisa. Ndivyo sivyo? Uongo kweli? Swali linakuja, kwani hedhi ya damu ya hedhi ni nini, na kwa nini haitoki baada ya kutumia baadhi ya njia za uzazi huu wa mpango ikiwemo sindano? Kwani hedhi kwa mwanamke ni nini, na kazi ya hedhi kwa mwanamke ni nini? Lau ungejua hilo, usingetumia dawa inayokuzuia kupata hedhi, kwa sababu hedhi kwako ni natural detoxification. Hedhi kwako ni nini? Ni natural detoxification. Ni kudetoxify sumu taka zilizomo katika mwili wako ambazo unatakiwa kuzitoa kila mwezi. Mwanamke ni kiwanda cha kuproduce watoto, na utaratibu wa kuproduce watoto unategemea homoni 2, hypothalamus hormone pamoja na hypothalamus hormone inatakiwa izalishwe katika mwili wa mwanamke, ambayo inapatikana katika kichwa cha mwanamke. Nyuma hapa kwenye kisogo kuna tezi inaitwa hypothalamus gland, inazalisha hormone inaitwa hypothalamus hormone. Ikishazalishwa hiyo, inakwenda kuichachua pituitary gland, ambayo pituitary gland ikishakuwa active, ikishachachuliwa, pituitary glands inazalisha homoni 2, luteinizing hormone na follicle hormone, ambazo hizi kazi yake ni kwenda kupevusha yai, kutengeneza ute wa mwanamke na kutengeneza godoro, kuta za utumbo la tumbo la chakula la uzazi la mwanamke, kutengeneza godoro litakalo laliwa mtoto. Na ndio maana baada ya tukio hili mwanamke kufanyika active, ikisha active hii pituitary gland, hypothalamus hormone ikai active pituitary gland, na mwanamke akawa tayari hormone ziko juu, akaingia katika ovulation, automatically luteinizing hormone na follicle hormone zinapopatikana, hayo mambo 4 yanafanyika. La kwanza, yai linapevuka. Likipevuka, linachopolewa kutoka katika mfuko wa yai kwenda kwenye eneo la fallopian tube kusubiri mbegu ya kiume. Cha pili ni nini? Cha pili, kupandisha kwa joto na kuzalishwa kwa ute katika mlango wa shingo ya kizazi. Ute una kazi gani? Kuzisaidia mbegu ziflow wakati zinakwenda kulitafuta yai. Na kazi ya pili ya ute huu itakuwa kuganda baada ya mimba kuingia, ili kuzuia mlango wa shingo ya kizazi usiruhusu hewa na kitu chochote kutoka nje ya uke kuingia ndani ya mfuko wa kizazi, ili kuhakikisha mimba inabaki salama ndani. Kazi ya tatu ni nini? Kazi ya 4 ya nini? Kazi ya 4 inatengeneza godoro. Pale katika ukuta wa tumbo la uzazi ama uterus kunatengenezeka vibuja, kunatengenezeka glands, puto ambazo zinajazwa damu ziwe godoro la kulalia mtoto. Hizi zinafanya nini? Zinasubiri mtoto mimba ikitunga apate kugaragara na kutulia hapo. Inapotokea mimba haikutunga, ile damu iliyopo katika kuta za mfuko wa kizazi huanza kuchanika, huanza kukreki, na hivyo kuanza kuvuja damu taratibu, na hii ndiyo hedhi, kwa sababu damu hii haihitajiki kubaki katika mwili, ni natural detoxification. Kwa hiyo usipopata hedhi, automatically mwanamke haufanyiwi detoxification ya mwili. Lakini wako wanawake anachekelea, mimi bwana spendi hedhi
sipendi hedhi mimi. Mjinga wewe. Upendi hedhi unamkomoa nani? Yaani unaposema mimi sipendi hedhi, unamaanisha wewe upendi kufua nguo. Unamaanisha wewe upendi kufua shuka. Unamaanisha wewe upendi kufagia nyumba. Unamaanisha wewe upendi usafi. Hedhi kwako ni usafi. Mwanamke aliye salama anatakiwa atoke hedhi. Wewe unachukiaje hedhi? Tena nawaambia kabisa shogangu, nikwambie shogangu, mimi miezi ya 3 sasa hivi sina hata hedhi. Naendelea tu. Wewe mjinga. Hedhi ni natural detoxification. Sasa una ulazima wa kuwa homoni ziko sawa. Zinapokuwa haziko sawa, tokeo hili la kukosa hedhi linafanyaje? Linapatikana. Madhara na tokeo la pili ni mwanamke kupata maumivu wakati wenyewe wa hedhi, wakati wa hedhi, kabla ya hedhi au baada ya hedhi. Tokeo la tatu ni mwanamke kumisi damu ya hedhi. Kuna wanaokata kabisa na wanaopata kwa vipande vipande. Inaweza kurudia mara 2 ndani ya mwezi, tena chini ya siku 15. Maana kurudia ndani ya mwezi hedhi sio shida. Hedhi inaweza kurudia ndani ya mwezi mmoja mara 2, lakini imerudia baada ya muda gani? Kwa sababu wanawake katika mfumo wa uzazi wako katika mfumo wa hedhi, wako katika mizunguko mingapi? 3. Kuna long cycle, short cycle na medium cycle. Mzunguko mrefu, wa kati na kati, na mzunguko mfupi. Kwa hiyo mwanamke yote anayepata hedhi chini ya siku 18 ikajirudia chini ya siku 18, huyo ni mgonjwa. Hata kupata mimba kwake ni ngumu. Lakini ikiwa siku 22, 24 mpaka siku 28 inajirudia ndani ya mwezi mmoja, hiyo sio shida, kwa sababu mzunguko wa mwanamke wakati na kati ni baina ya siku 22 mpaka siku 35. Na huu ndio mzunguko sahihi na mzuri na rahisi kwa mwanamke kuconceive, yani kushika mimba. Kuna baadhi ya wanawake anapata hedhi za vipande vipande. Kuna baadhi ya wanawake anapata hedhi matone matone. Yani anapata hedhi tone, linachafua nguo ya ndani tu. Yani kaenda kujisaidia, kiangalia ndo anaona kuna tone limenoroka, ndo utafikiri alipata kipele kikapasuka, kikatoa damu kidogo, kesi imeisha. Au alikuwa na kijipu chungu kimejipasua chenyewe bila kujua, mara kaona damu. Hiyo ni moja kati ya madhara ya matumizi ya new contraceptives. Yanasababisha mwanamke kupata missing za hedhi. Madhara mengine, mwanamke kupata damu za mabonge. Yani anapopata bleed anapata mabonge kama vile nyama ya ini laini. Hiyo ni madhara. Na wengine anaweza kupata nzito ya kawaida, lakini muda mfupi tu ikitoka damu inaanza kuganda yenyewe, inakuwa kama ini lililoganda au damu ya ini lililoganda. Haya ni madhara ya matumizi ya new contraceptives. Madhara mengine ni kuabort, kupata mimba, kutoa mimba mara kwa mara. Wanawake wanaotumia njia hizi mwisho wa siku anakuwa na shida ya kushika mimba. Anakishika mimba inatoka, akishika mimba inatoka, akishika mimba inatoka. Madhara mengine ambayo mwanamke anaweza kuyapata ni kugoma kabisa mimba yenyewe kushika. Kuna baadhi ya wanawake ametumia new contraceptives, mwisho wa siku hapati kabisa mimba. Ameshaamua kuacha, kadanga. Sasa dege lisiloliwa limeamua kurudi nyumbani. Katafuta gumegume, limeanza naye maisha. Anatamani kuzaa, wapi? Shagoma. Ndo anamaliza waganga na waganguzi, anamaliza hospitali na hospitali, anamaliza madaktari na waprofesa, lakini hazai ngono kwa sababu kaharibu mwenyewe mfumo wake wa uzazi. Kudanga noma. Kwa hiyo kuna haja
ya kujua madhara yanayoweza kujitokeza ikiwa mwanamke atatumia new contraceptives. Lakini madhara mengine ni pamoja na kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Madhara mengine ni pamoja na kupoteza hisia za tendo la ndoa. Wanawake wengi waliotumia new contraceptives wakaharibu mifumo yao ya kihormone. Mwisho wa siku wamekuwa na shida kutokutamani, hawapati hisia, anapata maumivu, na ikitokea yuko kwenye tendo hasikii chochote. Yani yeye msisimuko wa Orange, Sprite, Coca-Cola ye hajui. Inafikia mahali mwanamume anamaliza ufundi wote, ndo kwanza mwanamke kamtolea macho. Ukilazimisha mwanamke wa namna hii kufanya ufundi, anakuvunja kiuno, anakuacha mgonjwa. Maana hana anachopata yeye ati. Kuna haja ya kuacha haya kwa sababu yanaleta madhara mengi baadaye kuliko faida. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Lakini madhara makubwa zaidi ni kukupelekea kupata moja kati ya magonjwa mawili au manne. Tataja manne. Magonjwa mangapi? Manne. Tatizo la kwanza linalokufikisha pabaya zaidi kwa matumizi ya new contraceptives ni kupata ugonjwa kitaalam tunauita hormone imbalance. Unaitwa nini? Hormone imbalance. Kutokuwa na usawa kwa vichocheo, ambazo baadhi ya dalili zake nimezitaja hapo. Athari ya pili inayoweza kukutokea ni kupata fibroids. Kupata nini? Fibroids. Uvimbe katika mfumo wa uzazi. Madhara ya tatu yanayoweza kutokea ni kupata ovarian cyst. Ni kupata maradhi yanayoitwa ovarian cyst. Na madhara ya nne ni kupata primary stage ya cancer, ambayo hii ni cancer ya mfumo wa uzazi. Inaweza kutokea mahali popote. Inaweza kuwa cervical cancer, inaweza kuwa uterus cancer, inaweza kuwa fallopian tube cancer, inaweza kuwa ovarian cancer. Kwa hiyo kuwa makini kwa matumizi ya new contraceptives. Na walengwa wakubwa wa njia hizi ni mabinti walio na umri baina ya miaka 14 mpaka miaka 30. Mabinti hawa ndo watumiaji wakubwa wa dawa hizi, ambao watatumia muda mrefu kuzuia kuzaa na watapata matokeo mabaya mara watakapotaka kuingia kwenye ndoa na kuzaa. Kwa sababu mtoto wa kike matured ana miaka 16 ameshafundishwa. Siku hizi shule zetu zimekuwa za ovyo, wanafundishwa elimu ya jinsia, wanafundishwa elimu ya kukomaa. Mtoto wa kike anaanza kufundishwa kwamba ukiona nyoya zinaota ujue we ni nani, ukiona chuchu zinakuwa jua we ni nani, ukiona makalio yanaanza kupanuka jua we ni nani, ukiona unaanza kuhisi hisia jua kuna mwanamume akijiona vinyoya vinaanza ajue ni nani, ukijiona castimulation ujue we ni nani, ukijiona unasikia hivyo. Na kawaida ya mtoto akiona theory anapenda nini? Practical. Akiona theory anataka na nini? Practical. So ushamwambia hiyo jinsia ukijiona hivi basi wewe ujue umekuwa hivi. Anamtafuta sasa wa kumpa mazoezi physically. Maana kachoka theory, sasa anataka na practical aone. Sasa ili asipate mimba anatafuta moja katika njia za uzazi wa mpango anatumia. Sasa just imagine kaanza unumanuma na utundu ana primary school la kwanza mpaka la 8 kwa nyi wa Kenya. Akitoka hapo anakwenda high school 5, 6 na 4 high school. Mnajua high school zenu Kenya zinakuwa utaratibu gani? Akitoka hapo anakwenda university, kamaliza degree ndo anataka kuolewa. Akiangalia hapa na miaka 11 kaitumia new contraceptives. Unatarajia mtoto huyu atakuja kuzaa? Unatarajia mtoto huyu atakuwa na afya njema? Unatarajia binti huyu atakuwa salama kwenye uzazi wake? Maana kaanza unumanuma yuko primary, anakwenda kutaka kuolewa yuko chuo kikuu.
huyu tayari ameshatengeneza maiti mtarajiwa, mgonjwa anayetembea na umauti mgongoni. Mtafundisha njia 4 kwa haraka haraka za kuweza kupanga uzazi. Mtataja za asili na za Kiislamu, mtafanya combination ambazo sisi wakati tunasoma medicine tulifundishwa. Kikubwa uwe tayari tukuzifuata kwa utaratibu unaotakiwa, na utaona mabadiliko na faida njia hizi, na hautapata mimba katu abadani kamwe mpaka utakapopanga na kutaka mwenyewe. Hazina madhara ya kuharibu homoni zako, na hazina madhara ya kukuletea maradhi ambayo mwisho wa siku yatakufanya ujute kuumbwa. Njia ya kwanza ni kutumia damu yako ya hedhi ya mwezi. Njia ya asili kwa njia ya kopo. Isikilize njia. Katika kila mwezi mwanamke anaingia katika ada ya mwezi, ndivyo sivyo? Ile siku ya kwanza anapoingia kwenye ada ya mwezi, siku ya kwanza ima usiku au mchana inapoanza kutokea, mwanamke huchukua kitambaa na kujihifadhi, sawa sawa au pedi anajihifadhi, sawa sawa Inapofika mahali kitambaa kile au pedi inajaa, tuko pamoja? Ikishajaa analazimika kubadilisha ili avae kitambaa au pedi nyingine. Sasa kile kitambaa au pedi izingilishe, ifunge, ikunje vizuri. Tafuta kopo ambalo sio transparent. Tafuta kopo ambalo halioneshi ndani na mfuniko wake hauoneshi ndani. Chukua lile kopo, chukua ile kitambaa chako, tia ndani ya lile kopo, chukua mfuniko wako, funga, alafu tafuta mahala bora pa kuhifadhi. Kama ni kwenye kabati ambako wewe una maamuzi ya kuona peke yako, kama ni kwenye mfuko, kama ni kwenye begi. Ukiona kote uwezi, unaishi nyumba ya Kiswahili, chimba shimo, tumbukiza pale. Jua tu kwamba hapa ndo nilipofikia. Nataka nikuhakikishie hutapata mimba mpaka siku utakapoamua kufungua kopo hilo na kukiona hicho kitambaa kwa mara nyingine. Ni uhakika 900%, sio 100, 900%. Sharti lake tu usifungue uko njiani. Kile kitambaa kiweke kule kule, vinavyofuata kavitupe jalalani, tupa unapotaka, maisha yaendelee. Lakini lile kopo usifungue wewe, mumeo, ndugu yako, wala mtu yote asifungue. Ukitaka kuzaa siku hiyo tu unaamua kufungua, hedhi inayofuata mimba. Kuna matokeo mawili njia hii ikitumika. Kuna baadhi ya wanawake ambao ni 3/4 ya watu wote wanaotumia njia hii, automatically hapati hedhi tena. Hedhi itasimama kuanzia hapo, na hiyo ndio itakuwa hedhi yako ya mwisho. Hutapata hedhi mpaka siku utakapoamua kufungua kopo, hedhi inarudi, unazaa. Unapata mimba, unazaa. Kundi jingine wataendelea kupata hedhi, lakini usihofu. Yani wewe cheza sarakasi uwezavyo, akiingii kitu. Njia ya ngapi hiyo? Ya kwanza. Njia ya pili ni kutumia mbegu za mapapai. Mnayajua mapapai? Mnayajua mapapai? Kata papai lililoiva, mbegu ya papai lililoiva inakuaga nyeusi. Kusanya vizuri, zianike eneo ambalo halina jua kali au zianike ndani. Zianike mpaka zikauke, lakini eneo ambalo halina jua kali au ndani. Usianike kwenye bati, anika kwenye mkeka, anika kwenye zulia, lakini siwe bati itakayokisi mionzi mikali ya jua. Ikishakauka, twanga mbegu zako, tengeneza unga. Unga huu utautumia vijiko 2 vya chai kwenye maji ya vuguvugu masaa 2 kabla ya safari ya kuelekea Nairobi. Sio Nairobi huko, Nairobi huku. Nimeeleweka vizuri? Masaa 2 kabla ya muda wa kwenda, kwa sababu zenyewe zinakuwa active after 45 minutes. Sasa tunawashauri watu masaa 2 kabla, kwa sababu wengine wana kiherehere. Anakunywa hapo hapo, anaanza hapo hapo, usimtafute lawama. Alafu kasema Dr. Muongo, kunywa masaa 2 before, alafu bodaboda ikija, wewe wala usikae kwenye kiti, isimamie hasa.
shika ile steering umesimama, wewe nenda tu, hamna mimba hapo. Njia ya tatu, majivu. Si mnapika nyinyi majumbani?